Naam, Vladimir Putin amemuongezea ulinzi Ibrahim Traore baada ya jaribio lingine la kutaka kumpindua. Na kichwa kinachotafutwa sasa duniani kwa udi na uvumba na mataifa makubwa, haya mataifa ya kinyonyaji, mataifa ya kibepari, mataifa ya kikoloni, basi ni kichwa cha Ibrahim Traore, sio kingine. Kwa hiyo katika haya sasa, kumbuka kumekuwa na majaribio mengi ya kutaka kuipindua serikali ya mwamba Ibrahim Traore kwa kumuua yeye mwenyewe. Kuna mstari mmoja kwenye Biblia unasema, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa sababu maono ni kiongozi. Ndio maana Chinua Achebe aliwahi kuongea kuwa leadership is everything. Anasema Afrika iko hapa kwa sababu ya uongozi mbaya. Lakini Burkina Faso pale ilipo sasa imepata kiongozi ambaye kiongozi huyo hatumjivunii tu kuwa ni Burkina Faso, tunajivunia kuwa ni Mwafrika pia. Ndio maana unaona katika mojawapo ya hotuba ambazo Ibrahim Traore amezitoa, hotuba nzito ni kuhusiana na AU, African Union, umoja wa Kiafrika ambao hauna faida yoyote ile. Ni umoja upo lakini watu wanakufa. Ni umoja upo watoto wa Afrika wanakufa njaa. Ni umoja upo raia wa Afrika wanauawa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ukiangalia Kongo, nenda huko maeneo ya Sudani huko, nenda huko Ethiopia, nenda na maeneo mengine hii Afrika yote. Kwa ndio maana amekuwa criticize hiyo African Union kuwa iko pale haifanyi chochote, wanaruka tu na mandege kukutana na vikao. Hakuna lolote linaloendelea. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho sasa haya mataifa ya nje wanataka kumuondoa Ibrahim Traore. Na kama nilivyokuambia juzi kupitia huyu general aitwa Michael Langley ambaye ni general amechaguliwa kwenye kikosi ambacho makao yake makuu yako pale Djibouti, kikosi ambacho au organization ya kijeshi ambayo Marekani alianzisha 2007 chini ya utawala wa George Bush wakati ule. Wakati wanasema tunataka kuweka kwanza uhusiano mzuri na mataifa ya Afrika, lakini wakati huo huo tuondoe ugaidi unayoyatesa mataifa ya Afrika. Na ugaidi baada ya wao kuja, ugaidi ndio ulishika moto sana. Ugaidi ndio ulipamba moto sana. Sasa huyu General Langley anaongea, alikuwa anaiambia Senate Marekani kuwa tunataka Ibrahim Traore aweze kujiuzuru ili utawala wa kidemokrasia uweze kurudi, kwa sababu Ibrahim Traore anatumia dhahabu kujilinda. Umeona, amesema anatumia dhahabu za Burkina Faso sio kuwanufaisha watu bali kujilinda, which tunajua ni uongo, tena uongo wa hali ya juu sana. Kwa sababu Ibrahim Traore anachojaribu kukifanya ni kukusanya dhahabu na kuwa ibaki pale ndani ya taifa la Burkina Faso. Kwa sababu taifa lolote ambalo halina dhahabu ndilo taifa litaishia kwenye mikopo mingi sana. Ndilo taifa litakalokuwa linakopa kila mahali linapoona kuna fursa ya ukopaji. Lakini ukiwa na dhahabu, matokeo yake ni kuwa uchumi unapoyumba, basi dhahabu zile unaziuza, alafu uchumi unaendelea kuacha uwe pale pale. Ndio maana mataifa makubwa yanamiliki dhahabu. Kama Marekani ndio inaongoza kwa kumiliki dhahabu. Haya, Ufaransa, dhahabu hizi wameziba Afrika huku, moja wapo ikiwa ni Burkina Faso. Nenda kaangalia mataifa kama Uingereza, angalia shirika la fedha IMF linamiliki dhahabu. Ukiachana na hilo, nenda kaangalia shirika la afya duniani lina dhahabu, au UN tuseme kwa ujumla ina dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu dhahabu haijawahi kushuka duniani. Unaambiwa gramu moja sasa hivi ya dhahabu iko kwenye 200,000 na sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu dhahabu haijawahi kushuka. Dhahabu ndio utajiri. Ndio maana hata kwenye Biblia, nafikiri pamoja na msaafu pia, unakumbuka hata Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alikuwa anamiliki dhahabu, ambapo hata huko Afrika unakumbuka kutokea mali hapa kwa Semigoita alikuwa mtu anaitwa Mansa Musa, alikuwa anamiliki dhahabu, kwa sababu dhahabu ndiyo uchumi. Lakini wametunga hizi propaganda kuwa hii dhahabu Ibrahim Traore ameibinafsisha nia kwake kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe. Na wanapomtafutia ni wapi? Napenda kwa sababu Ibrahim Traore yuko smart sana kichwani. Na wanapomtafutia ni wapi sasa? Wanapomtafutia ni hapa, kuwa wanataka kulazimisha. Ndio maana mliona kuna wapumbavu fulani kule Ufaransa, wapumbavu mimi nawaita wajinga hawa, wa raia wa Burkina Faso
wamelipwa vipesa kule Ufaransa waandamane, alafu waanze kuikosoa serikali ya Ibrahim Traore, wakasema kuwa Traore ni dikteta, anaongoza nchi kidikteta, nchi hii haijapiga kura, yanataka kuturudisha kwenye demokrasia. Wakati Ibrahim Traore, kumbuka, amekuwa akiongea kuwa hatuhitaji demokrasia, tunahitaji mapinduzi, tunahitaji revolution katika masuala ya uchumi na maendeleo. Mahali ambapo Afrika imefika haihitaji tena demokrasia, kwa sababu demokrasia haijawahi kufanya kazi kwenye mataifa ya Afrika. Kwa hiyo wanachokitafuta sasa, ndio maana unaona huku wanatuma maaskari, hawa wanajaribu kufanya mapinduzi, wanatuma watu wajaribu kufanya mapinduzi, lakini ninachompendea Ibrahim Traore ni kuwa hawa watu hawaui. Anachokifanya ni mahakama ndio inadili nao. Mahakama ndio inadili nao, sio yeye anawaua, kwa sababu huu ni mtego ambao mataifa ya nje yanamtegea, ambao Marekani wanamtegea, ambao Ufaransa wanautega. Huu mtego uliwahi kumnasa Colonel Muammar Gaddafi. Waliona pale ndani, kwa sababu kumbuka hata Burkina Faso maandamano hayako ndani ya Burkina Faso. Maandamano nimekuambia ni wajinga fulani hivi ambao wao huko Ufaransa wamelipwa vipesa hivi. Wa Burkina Faso, raia wa Burkina Faso wanasema wanaandamania nje ya Burkina Faso, wako kule. Wakati huku Burkina Faso watu waliandamana kwa ajili ya kutaka Ibrahim Traore aendelee kuwaongoza. Kwa hiyo sasa hii walivyomkamataga Colonel Muammar Gaddafi ndani ya Libya, kulikuwa hakuna maandamano na wakaona nchi inaenda vizuri. Na Colonel Muammar, kumbuka, alikusanya tani 247 za dhahabu pamoja na almasi. Ni tani nyingi sana, ni utajiri wa hali ya juu. Ndio maana Libya iliendelea kubaki ikiwa iko stable sana, na raia wa Burkina Faso, awamini wa Libya hawa, walikuwa wanapata kila kitu ambacho walikuwa wanakihitaji. Kwa kuanzia hapo sasa, wakachukua watu kutoka huko Yemen, chukua watu kutoka Afghanistan, chukua watu kutoka Misri, chukua watu kutoka maeneo mbalimbali ya hizi nchi za Kiarabu, wakawapeleka pale. Wamefika pale Libya, wakakaa kama mwezi mmoja hivi, wakaanza kuandamana, wakasema kuwa hatutaki uongozi wa dikteta Colonel Muammar Gaddafi. Walimuita ni dikteta. Wakasema huyu ametuongoza kidikteta, hatutaki uongozi wake wala utawala wake hapa uendelee. Gaddafi naye mnakumbuka siku ya kwanza na aliandamana pia vile vile. Lakini kadri wanavyoendelea, intelijensia ya Gaddafi kamwambia hawa waandamanaji, mbona wanaandamana, wana silaha? Gaddafi akajua hawa sio waandamanaji hawa. Akajua hawa ni wahuni. Kosa alilolifanya Gaddafi ni kufungua moto, kwanza kuwashambulia wale waandamanaji, kwa sababu ni magaidi kweli, hawakuwa waandamanaji wa Libya, no, walikuwa ni magaidi. Sasa alipoanza kuwashambulia, ndio Marekani, Ufaransa pamoja na NATO wakapata sababu, wakasema kuwa Gaddafi anaua waandamanaji wanaoandamana kwa amani, na sasa tunataka tuende tuwasaidie wananchi wa Libya, kwa sababu wamechoka utawala wa Gaddafi, alafu yeye anawaua. Ndipo hapo walipomuwezea Colonel Muammar Gaddafi, na ndicho hicho wanachomtega nacho Ibrahim Traore. Lakini Ibrahim Traore yuko smart sana, kwa sababu anajua hawa watu wana pesa, anajua hawa watu wana nguvu, anajua hawa watu wana mikakati, lakini hawa watu tunaweza tukaenda nao wakiwa wanafanya operesheni zao wakiwa blind, wakiwa ni vipofu. Kwa ndio maana naye anaenda nao vile vile. Ndio maana huyu mwamba wanamuwinda sana, kwa sababu amefukuza manyang'au, amewafukuza hawa mabeberu, amewafukuza hawa wakoloni. Ndio maana katika kauli alizokuwa anaziongea General Michael Langley, alikuwa anasema kuwa hawa wameenda kufanya ushirika na China na Urusi, na hawa wa China na Urusi sio watu salama sana kwa maisha ya raia wa Burkina Faso. Yani huyu Michael Langley, mtu mweusi mwenzetu ambaye yeye ni kinyago cha wazungu, huyu kwa sababu ni mweusi kwa ngozi, lakini ndani ni kinyago, puppet huyu. Huyu ni kibaraka wa wazungu huyu. Maana kumbuka hapo alipo wamempa ni general, maana mwenye nyota 4 kabisa. General mwenye nyota 4 ambaye sasa ni general kwenye ili jeshi la AFRICOM, ambalo makao yake makuu yako pale Djibouti. Jeshi liloanzishwa na kambi za kijeshi zikaanza kuanzishwa ndani ya mataifa ya Afrika, na kambi kubwa kabisa ikawa iko pale Niger, ambapo Niger hapo sasa ikabidi waiondoe wakati wa utawala
utawala huu ulipoingia wa kijeshi wa Abdrahman Tchiani, ambaye na yeye kwa sasa hivi tunavyoongea ameshakuwa ni rais tayari wa taifa la Niger, kwa sababu miaka mitatu ya serikali ya kijeshi ya mpito imepita, amekuwa ni rais. Kwa hiyo huyo akawa anaongea kuwa hawa Urusi pamoja na China sio watu wazuri sana kwa raia wa Burkina Faso. Yaani yeye Langley huyu ambaye Michael Langley ambaye yeye ni Marekani anawaongelea watu wa Burkina Faso na sio watu wa Burkina Faso kujiongelea wao. Yaani yeye anawajua zaidi watu wa Burkina Faso kuliko wao wanavyojijua. Yaani ni shida hii. Na haya yote tunakuta ni vitu viko planned hivi. Ukumbuke ndio maana maandamano yalianzia huko Ufaransa, hawa wapumbavu wachache hawa ambao ni raia wa Burkina Faso wako kule Ufaransa, wamepewa hela wakaanza. Ndio maana unaambiwa siku zote ukitaka kumuua mtu mweusi ni rahisi sana, kwa sababu watu weusi wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Yaani wewe ukitaka kumuua mtu mweusi, na kwa sababu wazungu wanajua kuwa watu weusi ni pesa, wape madaraka, waahidi viahadi vya uongo na ukweli. Watu weusi wanachokitamani, anataka amiliki yeye mali awe nazo hata kama watu wengine watakufa. Lakini hii ni tofauti kwa Ibrahim Traore, kwa sababu yeye ni kiongozi wa Burkina Faso na anataka Burkina Faso nzima iweze kunufaika kutokana na rasilimali walizonazo. Kwa hiyo hili ni jaribio lingine ambalo limemsababisha Vladimir Putin kuongeza ulinzi mkali zaidi kwa bwana Ibrahim Traore, jambo ambalo sasa hata huyu Michael Langley alikuwa na laumu na kushutumu kuwa Ibrahim Traore anatumia dhahabu kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe, kwa sababu kulikuwa na tuhuma hizo. Kumbuke wazee wanamuziki wale Wagner waliendaga hapo, ndio ambao wamesababisha sasa pale pakawa na utulivu, kwa sababu wale ndio wanajua kweli kudili na magaidi. Ingawa upande ule wa mataifa ya magharibi wameshawapa hawa Wagner kama ni kundi la kigaidi, lakini ukweli sio kundi la kigaidi. Magaidi wao ndio wanawatengeneza magaidi, sio Urusi. Urusi inapambana kweli na magaidi, haijawahi na haina historia yoyote ya kuanzisha kundi lolote la kigaidi Urusi katika historia yake, lakini hawa watu wa magharibi ndio wao wanafanya haya mambo. Kwa Putin amepeleka ulinzi usiokuwa wa kawaida kwa Vladimirovich Putin baada ya wahuni kuendelea kumchezea Ibrahim Traore na kutaka kumuondoa madarakani. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadiri ambavyo mambo yanaendelea. Na nitoe wito, una social media, una akaunti ya Instagram, una akaunti ya TikTok, una akaunti ya Facebook, una akaunti YouTube. Hebu tuweze kushare hizi taarifa kwa kadiri iwezekanavyo, ili Waafrika wenzetu wajue ni nini kinachoendelea, kwa sababu wanataka kumuondoa Ibrahim Traore. Hatutakubali hii. Walituondolea Gaddafi na tulikuwa hatuna taarifa nyingi, tukawa tunajua Gaddafi huyu kweli, maana walikuwa wametanguliza propaganda kuwa huyu anafadhili makundi ya kigaidi, huyu ni dikteta. Tukasema basi bwana yule dikteta amekufa, lakini ni uongo mkubwa, na ndizo propaganda ambazo zimeanza kwa Ibrahim Traore kuwa huyu ni dikteta na anaongoza kidikteta. Na washukuruni sana ndugu zanguni, tuendelee kushare hizi taarifa kwa kadiri iwezekanavyo. Asanteni sana.